Hii ni kasheshe. Jaji Warioba ameshindwa kujizuia. Ameongea mazito ambayo yameitikisa nchi kwa muda mfupi. Amesema uchaguzi wa mwaka 2025 umeshusha hadhi yetu kitaifa. Hapa tunaizungumzia kauli yenye uzito mkubwa iliyotolewa na mmoja wa viongozi wenye hekima na uzoefu mkubwa katika historia ya Tanzania, jaji mkuu mstaafu, mwanasheria mkuu wa serikali na waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais Joseph Sinde Warioba. Katika mahojiano na waandishi nguli Jenerali Ulimwengu, Jaji Warioba anasema wazi na bila kificho, uchaguzi uliopita ni kwamba tulipata rekodi ile kwa sababu tume ilipiga kura na kura ilikuwa bandia. Kwa hiyo imeshusha hadhi yetu kitaifa. Hadhi yetu imeshuka sana kwa sababu kila mtu anafahamu uchaguzi ule au kuwa na haki. Hii kauli kali inayotoka kwa mtu ambaye amewahi kuwa katika nafasi za juu zaidi za kisheria na kisiasa nchini, leo tutaizungumzia kwa kina. Jaji Warioba anashambulia moja kwa moja uhalali wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 na anasema kuwa uchaguzi huo ulikuwa na kura bandia, yani fake votes. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilihusika moja kwa moja katika uzalishaji na kujumlisha kura bandia. Matokeo yalikuwa si ya haki na yalishusha hadhi ya taifa kitaifa na kimataifa. Kila mtu anajua uchaguzi haukuwa wa haki, hii si siri. Anasisitiza kuwa hili si swala dogo, limepunguza heshima ya nchi mbele ya dunia na miongoni mwa wananchi wenyewe. Kauli yake inakuja baada ya ripoti ya tume ya Jaji Chande na wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa unaoendelea nchini. Uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 ulikuwa na mvutano mkubwa kuliko uchaguzi wowote katika historia hivi karibuni ya Tanzania, na kulingana na ripoti mbalimbali na madai yaliyotolewa yalikuwa ni kama ifuatavyo. Kulikuwa na madai kwamba kulikuwa na mambo makubwa ya udanganyifu wa kura, vizuizi kwa wagombea wa upinzani hasa Tundu Lissu pamoja na Chadema, na matumizi ya nguvu na polisi wakati wa maandamano. Pia Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilishutumiwa kwa kushindwa kudumisha uhuru na haki. Na jambo lingine lilikuwa ni matokeo yalizua maandamano makali yaliyosababisha vifo vingi, ambapo ripoti ya tume ya Jaji Chande ilikiri vifo ingawa idadi ilishabanishwa. Yani kulikuwa kuna tofauti kati ya idadi iliyotajwa na ripoti ya tume na idadi ambayo ilikuwa inatajwa na asasi za kiraia pamoja na vyama vya upinzani. Jambo lingine ni kuwa baadhi ya vyama vya upinzani vilikataa kushiriki au walifungiwa kushiriki kikamilifu. Jaji Warioba anasema hili si tukio la ghafla, bali ni matokeo ya matatizo ya muda mrefu, mapungufu ya mfumo wa uchaguzi, ukosefu wa uwajibikaji na kukandamizwa kwa uhuru wa kisiasa. Kauli yake inalingana na tathmini ya taasisi kama TLS na baadhi ya wataalamu wa kimataifa. Hili jambo lina maana gani kwa taifa na mustakabali wake? Kwa hadhi ya taifa, uchaguzi usio na haki unapunguza imani ya kimataifa na inaweza kuathiri misaada, uwekezaji na hadhi ya Tanzania katika jumuiya za kimataifa. Kwa upande wa demokrasia, inazua swali kuu: je, uchaguzi wetu unaweza kuwa na uhuru na haki? Ikiwa hata jaji mstaafu kama Warioba na mashaka, basi tatizo ni la kimfumo. Kwa upande wa upinzani pamoja na wananchi, inaimarisha madai ya kudai mageuzi ya uchaguzi pamoja na katiba mpya, na kwa upande wa serikali inatoa changamoto ya kurejesha imani kupitia uwajibikaji na mageuzi halisi. Jaji Warioba anazungumza ukweli wenye uzito. Kama mtu mwenye uzoefu mkubwa wa kisheria na kisiasa, kauli yake inapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Uchaguzi usio na haki unapunguza hadhi ya taifa na inaharibu imani ya wananchi katika mchakato wa kidemokrasia. Kura bandia na udanganyifu ni tatizo la msingi. Ikiwa tume ya uchaguzi ilihusika au ilishindwa kuzuia udanganyifu, basi mfumo mzima unahitaji marekebisho makubwa. Hili si swala la chama kimoja, bali ni swala la mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Ripoti ya tume ya Jaji Chande inatakiwa iwekwe hadharani ili umma uweze kuiona na kuijadili. Na pia mchakato wa katiba mpya uanze haraka kwa kutumia rasimu ya tume ya Jaji Warioba ili kuepuka gharama na kuchelewesha. Na pia serikali pamoja na upinzani zinatakiwa ziingie katika mazungumzo ya kitaifa yenye usawa na uwazi ili kurekebisha sheria za uchaguzi na kurejesha imani. Jambo lingine lilikuwa vyombo vya usalama na mahakama viwe huru na visitumike kama zana za kisiasa. Na mwisho wa siku, uchaguzi wa haki ndio msingi wa demokrasia halisi.
Ikiwa tutaendelea na uchaguzi ambao watu wengi wanaamini haukuwa wa haki, migawanyiko itaendelea na hadhi ya kitaifa itashuka. Tanzania inaweza kuwa bora zaidi, inategemea ujasiri wetu wa kurekebisha mambo. Jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba amesema wazi kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 ulishusha hadhi ya Tanzania kitaifa kwa sababu haukuwa wa haki na ulikuwa na kura bandia. Kauli hii inatoa wito wa mageuzi na uwajibikaji. Tanzania inastahili uchaguzi wa haki, hekima na umoja. Tuungane kujenga taifa lililo bora. Ujasiri wa Jaji Joseph Sinde Warioba wa kusema kuwa uchaguzi uliopita haukuwa wa haki. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata viongozi waliopo madarakani ni viongozi wasio na haki ya kukaa kwenye madaraka hayo. Ni kauli nzito sana ambayo inaweza kuwa na madhara makubwa sana kwa taifa. Je, ni wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, una maoni gani kuhusiana na kauli alizozitoa Joseph Sinde Warioba ambaye ni jaji mkuu mstaafu wa Tanzania? Wewe maoni yako ni yapi kulingana na kauli hizi? Je, kweli unaona yuko sawa kutoa kauli hizo wakati huu, au unaona kuna issue inaendelea hapo? Tuachie maoni yako na tutazidi kukuletea habari kadri zinavyozidi kutufikia.